Kwema kabisa, na namshukuru Mwenyezi Mungu nimeamka salama siku ya Alhamisi leo. Nimeamka na morali, lakini kubwa tunaendelea na mwezi mtukufu. Kuona namna ambavyo tunakamilisha ibada, kwa sababu ndani ya mwezi huu ukifanya ibada vizuri basi Allah atakulipa pepo. Mikoa Kisugu, mchezo wa mwisho huku mkiwa mnaielekea Kariakoo Derby, mkatoa suluhu ya bila kufungana, mkadondosha alama 2 dhidi ya Dodoma Jiji FC. Mlifeli wapi Kisugu? Simba haikufeli. Na kuna muda mwingine aidha tuzungumze bahati, inaweza ikawa sio ya kwako. Lakini kuna muda mwingine pia inawezekana kudra ikaenda ikaamua. Kwa sababu naamini kwenye jitihada, lakini pia naamini kwenye kudra. Jitihada inatoka kwa mwanadamu, kudra inaamuliwa na nani? Na Mwenyezi Mungu. Mimi naamini kwamba kila mmoja ameangalia mpira jana. Mpira wa jana wa Simba, performance ya Simba, spirit ya Simba imeonyesha dhahiri shairi nini nakwenda kufanya mechi moja dhidi ya mtani wetu Dar es Salaam Africans. Ni mechi ambayo wana Simba imekwenda kuwajengea matumaini ya kuona namna ambavyo tunakwenda kuchukua point 3 dhidi ya mtani. Mmejenga matumaini kwa kudondosha alama 2. Performance ilikuwa nzuri, spirit ya wachezaji ilikuwa vizuri, technical ilikuwa vizuri, kila kitu Simba kilikwenda sawa sawa. Isipokuwa nimesema kudra ndio imeamua. Kwa hiyo kudra inapokwenda kuamua, jitihada inakuwa haifai tena. Mimi naamini kila mwana Simba alikuwa anatamani kuona namna ambavyo tunachukua point 3 dhidi ya Dodoma Jiji. Lakini uasilia wa mechi kila mtu kafanyaje? Kauona. Yawezekana jana kulikuwa Tanzania tunaangalia mechi katika wapi? Dodoma. Umeona vizuri? Lakini ukahamisha mawazo yako asilia, ukaleta kumbukumbu, unaweza ukafikiria jana Simba alikuwa anacheza Misri na Waarabu. Unaweza ukafikiria Simba jana anacheza na Waarabu Libya. Kwa namna gani? Mimi nafikiri naona namna ambavyo Dodoma ilivyokuwa. Nikisema kwamba kuna kampeni ya mkoa ilifanyika, siwezi nikakosea katika hilo. Staili iliyotumika jana kuzuia Simba ndio staili ambazo Waarabu wanajaribu kuzuia Simba wakiwa kwenye nchi zao. Mimi ningekuwa na nafasi ya kuhoji chama cha soka cha Dodoma, ningeenda kuwahoji jana. Yaonekana chama cha soka cha Dodoma hata mipira hawana. Kwa sababu jana mipira ilikuwa inatafutwa uwanjani. Haionekani. Ball boy mipira kila wakiulizwa iko wapi wanasema hatujui. Maana yake chama cha soka cha mkoa cha Tabora kinatakiwa kitoke hadharani Dodoma, kitoke hadharani kije kuambie watu wa football kwamba chama cha soka cha Dodoma hakina mipira. Na watuambie mipira inakwenda wapi, kwa sababu nina ushahidi wa kutosha. TFF taifa inatoa mipira kwenda kwa nini? Vyama vya mikoa. Jana Dodoma mipira hamna. Lakini sisi kama Simba hatuhitaji kujadili mambo mengi, na tunaamini kwamba mechi ya Simba na Dodoma Jiji imefanyaje? Imekwisha, na tumedondosha alama 2, tumepata 1. Waswahili wanasema usipoweza kushukuru kwa kidogo, huwezi kushukuru kwa nini? Kwa kubwa. Tunashukuru katika hiki ambacho tulichopata, lakini kikubwa ni wapongeze sana wachezaji wa Simba. Baada ya kuwapongeza, lakini cha pili ni wakumbushe majukumu yao. Bado wanatakiwa waendelee na kamba hiyo kuhakikisha mwaka huu tunafanya vizuri kwenye ligi ya NBC. Performance ile ya Simba niliona, wallahi na mwezi huu na hapa mbele ya Mwenyezi Mungu, Jumapili Simba anakwenda kupata matokeo dhidi ya Yanga. Performance dhidi ya Dodoma imewapa taswira kwamba Simba, kabla hujaangalia Dodoma namna ambayo approach ya game ilikuwaje, lakini ukiangalia ile spirit ya Simba namna ambavyo wanavyopambana, ukiwachukua hawa wazee wa halo wanapokuwa katika uwanja, unaamini kabisa Simba anakwenda kupata matokeo. Kikubwa na mimi naamini viongozi wa Simba wanajua ni kuzuia tu halo. Kuzuia halo. Yes, ukizuia tu halo mtani anakwenda kufa vizuri. Ambaye jana ameshinda magoli 5-0 dhidi ya timu ngumu JKT Tanzania. Hivi jana baada ya kuisha mechi usiku nishapiga daku langu. Akili kanijia nikasema hawa ndo wanajeshi ambao sisi wanatulinda hawa. Kweli ndio wako hivi. Au jana JKT baada ya kuingia ndani kule baada ya kurudi walilewa. Lakini nikasema huu mwezi wa Ramadhani hawawezi kulewa.
Nini kimetokea? Wallahi JKT ile iliyocheza kipindi cha pili jana, timu yangu mimi Panama ya Mtoni watufungi. JKT hiyo. Na naamini performance ile iliyocheza jana JKT, na ndugu yangu Masau anasikia ya maneno. Saa hizi asingeongoza ligi. Kama ungekuwa unacheza. Kuna muda unajiuliza nini kimewapata hawa? Nini kimewakuta? Lakini niliwahi kusema hawa wanaitwa wazee wa alo. Wazee wa alo. Imefanya kazi. Lakini performance silionekana kiwanjani. Hivi bwana Salome, bwana mpira mchezo wa wazi. Mwenye macho anaona. Na Waswahili wanasema mwenye macho ambiwi tazama. Salome, tunaupeleka mpira kubaya. Niliwahi kusema na nitaendelea kusema. Tutengeneze misingi iliyokuwa bora kwa maslahi makubwa ya mataifa hili. Baba mwenye busara kabla hajaangalia matokeo ya mtoto wake mtihani aliyopata A, kwanza lazima afuatilie madaftari yake namna ambavyo alivyokuwa anasoma. Mwisho wa siku baba utagundua kweli huyu alikuwa na uwezo wa kupata A. Inawezekana kwamba kweli mtoto amerudi makaratasi yake anasoma A. Je, huu mtihani ulikwenda kwenye njia na seri ambavyo zinazokubalika? Kuna muda tunasikia Wizara ya Elimu inafanya kazi vizuri. Kuna baadhi ya mashule wanafungia. Kuna watumishi wanafukuzwa kwa kuvujisha mitihani. Maana yake inawezekana kuna mwanawe inawezekana kwamba alifaulu kwa sababu tu mtihani umevuja na ikapata hiyo nafasi. Sio kwa sababu ya akili yake. Siku zote amini kuna halali na kuna haramu. Kuna halali na kuna haramu. Kuna haramu. Na sifa ya haramu inajificha sana kuliko halali. Leo kama tunaendelea kushangilia ujinga unaofanyika kwenye mpira kwenye nchi, hatutengenezi mpira kwa faida ya taifa, tunatengeneza mpira kwa faida ya mtu. Leo mmeona waandishi. Matokeo mnayaona. Namna ambavyo watu wanavyofanya kwenye football katika nchi mnafanyaje, mnayaona. Hizi klipu mimi nishatangulia kwa Mwenyezi Mungu. Watu baadaye watakuja kusema Kisugu aliwegi kusema huyu mzee. Tunakwenda kubaya kwenye mpira kwenye nchi hii. Kwa sababu tunakubali, tuna virusi. Kwanza wewe umeona wapi kiongozi mmoja anatawala timu mbili kwenye nchi? Wapo. Tena kwenye nafasi kubwa tu. Na hii mimi nitasema wewe ukinichukia nichukie tu. Wewe nani? Wewe mtu kama mimi tu, isipokuwa Mungu amekupa nafasi tu ya kula vizuri, kula milo mitatu, mimi nakula mlo mmoja. Kiongozi gani anatawala timu mbili Kisugu? Kafanye research. Alafu njoo niulize kesho kutwa. Wewe si mwandishi? Unaweza kufanya research au una? Kafanye research kama hili. Wataalamu wanasema mwandishi wa habari sifa ya kwanza ni kuchimba, kutafuta habari. Lakini leo lazima tuseme. Leo tunaamini zaidi ya siku 400 mtu hajafungwa kwenye ligi. Je, huyu akaenda kwenye kimataifa anafika wapi? Mwaka wa 4 huyu anaitafuta robo. Huku anashindaje? Na hiki ndicho ambacho kinawachawaferisha watani katika mashindano ya kimataifa. Kitu gani hasa kinafelisha? Halo zimezidi, zimekuwa nyingi kwenye mpira. Kwenye ligi. Yes. Kuna vitu tusivichekee. Vinakwenda kuharibu taswira ya mpira kwenye nchi. Siku zote hili nasema na nitaendelea kulisema. Tuendelee kumpa support Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anafanya kazi kubwa na anawekeza sana kwenye football ya nchi. Leo hii ukiacha kiwanja cha Arusha ambacho kina 67% mpaka 70%, lakini tayari uwanja wa Dodoma umeshaanza na asilimia zaidi ya 8 mpaka 9. Alafu leo unasimama mbele, unasema unamuunga mkono rais, alafu unakwenda huko nyuma unakwenda kutibua mipango ambayo rais anaifanya. Sio kweli. Wewe mnafiki. Wewe mnafiki. Mikoi, turejee kwenye performance. Tuwaseme kwanza. Kabla tuelejea tuwaseme. Sawa. Kwani unaogopa kuwasema? Unasema wewe au unasema mimi? Siogopi. Kwani utaishi milele? Nani mlinzi wa dunia? Hakuna mlinzi wa dunia. Hayupo. Sisi sote tunapita tu. Alafu hata miaka 120 hatufiki. Mungu katupenda sana 60 70 tunaondoka. Mimi na 50 sasa hivi nimebakia miaka 2 3 Mungu anichukue. Lazima niseme ili niache historia katika jamii na katika taifa hili. Mpira unaharibiwa.
Mpira unachezewa katika nchi. Leo hii walinzi tunaowategemea halo zimekuwa nyingi. Alafu unasema performance ya nini? Wewe unaamini JKT wangekuwa wanacheza vile saizi hata ligi wangeongoza? Wamelewa na nini wale? Second half. Inauma na inakera. Inauma? Wewe Sport Point mbona usemi? Unaogopa? Unataka kuwa mlinzi wa dunia? Waambieni wanaharibu mpira kwenye nchi. Sawa Kisugu. Turejee kwenye performance dhidi ya Dodoma Jiji FC. Nafasi nyingi sana mlizitengeneza Simba, lakini mmeshindwa kuzitumia. Hilo pia limekuwa ni tatizo kidogo la muda mrefu kwenye kikosi cha Simba Kisugu. Mimi naamini mwalimu analiona. Atarudi katika uwanja wa mazoezi, atalifanyia kazi. Yale ambayo yalikuwa mazuri ataongeza kwa mazuri zaidi, na yale ambayo yalikuwa mabaya mwalimu atabadilisha kutoka kwenye ubaya kuja kwenye mazuri. Lakini wana Simba tumefurahi kuna namna ambavyo siku hadi siku mabadiliko makubwa kwenye timu yetu kwenye performance. Moja, tunafurahia performance, lakini tunafurahia spirit ya wapambanaji wa Simba wanapambana. Watu wameenda. Waswahili wanasema mwisho wa safari moja ndio mwanzo wa safari nyingine. Mechi ya Dodoma Jiji imekwisha. Iliyobakia mbele ni mechi ya watani. Na wao ni waidi kusema nendeni mkawaambie sisi sio vilima. Sisi ni people. Mtakutana. Mikoa Kisugu, kwenye hili eneo la washambuliaji kuna taarifa kuhusiana na Jonathan Soa. Nafikiri umekutana nazo kwamba alifukuzwa kambini akiwa huko Dodoma akarejea jijini Dar es Salaam. Mengi yanazungumzwa kuhusiana na Jonathan Soa. Wapo ambao wanadai kwamba anatuhumiwa kama yeye ndo anavujisha siri za kambi. Ni utovu wa nidhamu pia unatajwa kwenye kikosi kwa Jonathan Soa. Nini zaidi unakizungumzia kwenye hili Kisugu? Nami nimeziona kwenye mitandao hizo taarifa. Zinazungumzwa, lakini sio katika vyombo vya habari vya Simba ambavyo vimezungumza. Lakini niseme tu, focus ya wana Simba sio kuzungumzia Soa kwa sasa. Focus ya Simba sio kumzungumzia mtu kwa sasa. Focus ya Simba kuna namna ambavyo tunasimama kwenye dua na sara kuiombea timu yetu kwenye mechi ambayo inafanyaje? Inayokuja. Otherwise, kama hizo taarifa zipo zitaendelea kuwepo, lakini taarifa ambazo zisitusaidia chochote. Focus ya wana Simba hivi sasa ni kuisupport timu yao. Focus ya wana Simba hivi sasa ni kuisupport timu yetu. Kwa hiyo kikubwa kama hizi taarifa zipo, mimi naamini Simba ni timu ambayo ina management nzuri, wanajua nini ambacho wanachofanya. Kikubwa ni waombe tu mashabiki wa Simba. Focus tuachane na haya mambo, focus ni kwenye ligi ya NBC. Lakini inaweza ikawa inawagharimu kwa sababu ni mchezaji muhimu. Focus ya Simba kwenye ligi ya NBC. Simba tumesajili wachezaji 27. 27 tu moja. 26. Bado hawezi kuipambania Simba. Kwenye wingi na kwenye uchache wapi tuzungumze? Tuzungumzie uchache, tuzungumzie wingi. Sisi tunabaki kuzungumzia wingi. Tuna wachezaji ambao tumewasajili, tunaamini mmoja akipata na shida mwingine atakuja kukava nafasi yake. Tuna imani na tunaamini. Soa ni mchezaji wetu, ni mchezaji mzuri. Ila focus ya Simba hivi sasa ni kwenye ligi ya NBC zidi ya watani Dar es Salaam ngapi? Gepu la point limeongezeka Kisugu kati yenu na watani wenu. Ligi ni marathon. Ligi ni marathon. Upande wetu Simba hata mechi ya 10 bado. Kuna mechi zaidi ya 31 mpaka 32. Mwache mtu azidi point, lakini sisi kama Simba tunaendelea kupambana. Inshallah na imani. Kwa namna ambavyo mashabiki wanavyoendelea kuisupport team. Kwa namna ambavyo wanavyojitoa kwenye jasho na damu, tutakwenda kufanya vizuri. Lakini wale yote lazima niseme, nimshukuru sana na kumpongeza sana Juma Katenga, rais wa Dodoma, mmoja katika wanachama ambao waliopambana kuhakikisha kwamba Simba anafanya vizuri. Nia na mazumuni ya Juma Katenga kuhakikisha Simba anaondoka na point 6. Kwa bahati mbaya Simba ameondoka kwa point 4, sio jambo dogo, ni jambo zuri, ni jambo la kushukuru. Tunarejea Dar es Salaam, tutakwenda Zanzibar kwenda kuisupport. Mtakwenda Zanzibar. Young Africans hapo jana baada ya ushindi wa Jumatano wamesikika wengi zaidi wakizungumza, na umesikia. Wanawapa hadi tahadhari wana Simba kwamba kama una roho ndogo basi usitue visiwani Zanzibar. Zaidi wakaona tena suluhu yenu dhidi ya Dodoma, wakasema hakuna timu ya kumfunga Young Africans. Sifa ya mbwa mkali siku zote
ni kung'ata. Sifa ya mbwa muoga siku zote kubwaka na kupiga kelele. Kubweka. Tunakwenda Zanzibar Simba. Tunakwenda na Agea akiwa vizuri, tunakwenda na Aua akiwa sawa sawa. Tunakwenda na nani? Aura akiwa sawa sawa. Tunakwenda na Clatous Chota Chama akiwa sawa sawa. Tunakwenda na Innocent Liombo akiwa sawa sawa, Liombo akiwa sawa sawa. Tunakwenda na Yusuf Ali Kagoma akiwa na afya njema. Tunakwenda na Ismail Ture akiwa vizuri zaidi. Tunakwenda na captain wa sasa akiwa vizuri zaidi. Tunakwenda na fullback ambaye takriban miaka 15 anacheza katika kiwango kizuri, Shomari Kapombe akiwa sawa. Tunakwenda na smart boy fullback ya kushoto akiwa vizuri, akiwa sawa sawa. Tunakwenda sasa. Tunakwenda sisi, asili yetu ni mbwa mkali anayekwenda kung'ata. Wao wanakwenda Zanzibar akiwa mbwa ambaye muoga anapenda kufanyaje? Kubwaka. Lakini uwezo wa kung'ata hana. Waambie sisi sio vilima. Sisi ni people. Tutakutana Jumapili. Unajiamini sana kwa yes, 100%. Hayupo wa kuzuia Simba hii. Hakuna. Yanga ile. Kama mtu wa Yanga yuko mimi naweka milioni. Kama mtu wa Yanga yuko naweka milioni akizuia Surutu. Namba zangu 0713 355771. Wana Simba wasio na wasiwasi, twende Zanzibar. Kisugu twende. Umeweka milioni 0713 355771. Anitafute, naweka milioni. Naweka. Kama Yanga atapata hata Suluhu akizuia naweka milioni. Niwaambie wana Simba wasiondoa hofu, tuna kikosi cha kupambana. Tuna watu ambao wanatamani kuiona Simba mwaka huu anakuwa mabingwa. Moja ya watu ambao wanatamani ni wachezaji wa Simba. Na bahati nzuri niliongea na wachezaji wa Simba, wameniambia Kisugu, waambie mashabiki wa Simba waje, watembee kifua mbele, tunakwenda kumuua Yanga Afrika. Imani ni kubwa. Yes. Ile. Wazee walo tufunge sisi. Mpira naacha mimi. Mpira unaacha? Acha, ndio. Kisugu leo. Yes. Yaani nielewe Salome. Niko serious katika hili. Tena mimi nakwenda kucheza na Yanga, sio over confidence. Over confidence. Ukiwa unajiamini sana. Yes. Na Agwe na pressure gani? Na Aura na pressure gani? Basi na pressure gani? Mimi na pressure nini? Na Clatous Chota Chama, mwanadamu ambaye Mungu amemuumba miguu yake na macho. Mimi nakwenda Zanzibar. Nakwenda. Naambia wana Zanzibar wasio na wasiwasi, mwamba Kisugu naingia. Watembee kifua mbele, tunakwenda kumuua Dar es Salaam Afrika. Atake atafungwa, asitake atafungwa. Na wanasema hiyo siku ya dabi ndio itaenda kuonyesha ni nani alisajili bora. Alifanya usajili bora dirisha dogo la. Wewe unakwenda kumsajili mchezaji akikimbia kama mshale kama Filbert Bayi, alafu ukaifunge Simba. Kuna mchezaji wao mmoja atakapoongoza kama risasi inavyoongoza, ndio hivyo mbio tu. Nani? Bibi yangu alinikataza sana. Mwajuma Nyazombe aliniambia usipende sana kutaja watu. Lakini kikubwa nishukuru, niwapongeze sana wachezaji wa Simba. Wamecheza vizuri jana, wameipambania jana Simba, lakini siku zote nawaambia kuna jitihada na kuna kudra. Walifanya kila kitu ambacho kinastahili kufanya kwenye jitihada, lakini kudra ambayo imekwenda kufanyaje? Imekwenda kuamua. This is football. Mpongeze sana dada yangu almaarufu mama yangu, mama Ademwai. Nafikiri kwamba na yeye alikwenda kuisupport team, wamerudi na pointi moja. Mama Dos wamepambana. Asante Mikoe Kisugu. Asante, na niwashukuru sana waandishi wa habari. Lakini waambieni wanaharibu mpira.